Wakiwa katika uwanja wa nyumbani, Young Africans ambao ndio walikuwa wenyeji wa mchezo mbele ya Azam FC wanakubali kichapo cha bao 1-0 dakika 45 za kipindi cha kwanza kwa mchezaji Djibril Sila. Young Africans ambao walilazimika kucheza pungufu mara baada ya red card kutoka kwa mchezaji wao ambaye ni kiungo wa ulinzi ambaye ni Abdurrahman Baka, huyo ambaye alionyesha kadi nyekundu mara baada ya kumzuia na kufanya madhambi kwa mchezaji Nasoro Saduni wa wa Azam FC, na dakika 90 hadi zinatamatika bao 1 ambalo lilifungwa na Djibril Sila likawawezesha Azam FC kuondoka na alama 3 mbele ya Young Africans. Azam FC ambao wana rekodi mbaya, mechi ya mwisho ambao walicheza na Yanga walipokea kichapo cha bao 4-1. Hawajakubali kuwa wanyonge katika mchezo huu wa ligi kuu soka Tanzania bara mbele ya Young Africans, na wameweza kuharibu rekodi ya Yanga ya kuwa ni timu pekee ambayo ilikuwa haijafungwa wala kuruhusu goli kunako ligi kuu soka Tanzania bara hadi mchezo wao wa 8 kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini mchezo wa 9 huu mambo yanaenda tofauti kwa upande wa Young Africans, wanaonja joto la kupoteza mchezo pia kwa upande wao. Dakika 90 zimeamua hivyo. Young Africans wamepoteza mchezo, lakini bado wanasalia nafasi ya kwanza kileleni kunako msimamo mwa ligi kuu soka Tanzania bara wakiwa na pointi zao 24, akifuatiwa na Simba ambaye ana pointi 22, akifuatiwa na Singida Black Stars akiwa na pointi 22, lakini pia nafasi ya 4 ni Azam FC ambao wameongeza kutoka pointi 18 hadi kufikia pointi 21 kwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tujuze maoni yako kwa mchezo ulivyokuwa, lakini kubwa usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.